Kwa majina naitwa Brown Mwatebela, ni afisa wa afya halmashauri ya wilaya ya Njombe. Sisi kama halmashauri ya wilaya ya Njombe tumeshiriki kwenye mashindano ya usafi wa mazingira kwa mwaka 23-24 ambao zawadi zake zilitoka mwaka huu 2025. Na halmashauri yetu ikafanikiwa kuibuka kidedea kuwa mshindi namba 1 kwenye ngazi za halmashauri ya wilaya. Tumefanya vizuri kwa miaka kadhaa kwa ngazi ya halmashauri za wilaya kwenye utekelezaji wa kampeni ya usafi wa mazingira, hasa kwenye haya mashindano. Kihistoria zaidi tumekuwa tukifanya vizuri toka mwaka 2014 tukishika nafasi ya kwanza. Ni kati ya toka 2014 mpaka hii 2025 ni miaka miwili tukishika nafasi ya kwanza, tukishika nafasi ya pili kwa 2017 na 2015. Lakini tumefanya vizuri kwenye madaraja mbalimbali kwenye ngazi ya halmashauri, lakini pia tukafanya vizuri kwenye halmashauri za vijiji. Kijiji chetu cha Ikuna ambacho kiko kata ya Ikuna, tarafa ya Makambako, kimefanikiwa kushika nafasi ya kwanza kwenye halmashauri za vijiji, lakini pia na shule ya msingi ya Ikuna imefanikiwa kushika nafasi ya kwanza kwenye ngazi ya shule za msingi kwenye ishu hii ya utekelezaji wa kampeni ya usafi wa mazingira kwenye ishu ya mashindano. Lakini pia kijiji chetu cha Kidegembe kilifanikiwa kushika nafasi ya pili. Kwa hiyo kiujumla halmashauri yetu imefanya vizuri sana kwenye mwaka huu, na tunamshukuru Mungu pamoja na viongozi ambao tulikuwa nao kwenye utekelezaji na usimamizi wa hii kampeni mpaka hatua hii kubwa tulipofikia. Labda nitoe siri kidogo ya mafanikio. Kwa nini halmashauri yetu imefanya vizuri? Jambo kubwa zaidi ambalo naweza nikalizungumza ni ushiriki wa viongozi wetu kutoka ngazi mbalimbali, hasa viongozi wetu wakuu. Nikianzia na mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Njombe, tukienda kwa mkurugenzi wetu, lakini pia mwenyekiti wa halmashauri. Wamekuwa wakitoa sapoti kwa timu hizi kufanya kazi zao na yale mahitaji ambayo yanahitajika kuyatoa kwa wakati. Lakini pia umekuwa na uelewa wa kutosha kati ya hii timu ambayo inasimamia ngazi ya halmashauri, ambayo yenyewe ina kazi kubwa ya kufanya kazi ya ufuatiliaji kwenye ngazi za vijiji, ngazi za kata, ambako nako huko kuna timu ambazo zinasimamia utekelezaji wa kampeni hii ya afya na usafi wa mazingira. Kiufupi, kama halmashauri ya wilaya ya Njombe imetengeneza structure ambayo isha utekelezaji wa kampeni ya afya na usafi wa mazingira imekuwa ni jambo la kila mtu kwenye halmashauri yetu. Lakini pia limekuwa ni jambo letu la kudumu, limekuwa ni ajenda ya kudumu kwenye halmashauri yetu, kuanzia vikao vya ndani ya halmashauri, vikao tunavyofanya kwa maana ya waheshimiwa madiwani, mabaraza, tukienda kwenye CMT vile vikao vinavyokaa kila Jumatatu, lakini pia na vikao mbalimbali ambavyo vinakaliwa kwa ngazi ya halmashauri. Ajenda usafi wa mazingira lazima ijadiliwe na itolewe, kama kuna changamoto itolewe maamuzi. Lakini pia halmashauri yetu imekuwa ina vikao, tunaita vikao vya tathmini, vya kubadilishana uzoefu kati ya wale watendaji ambao wanafanya kazi ya utekelezaji wa hii kampeni ya afya na usafi wa mazingira. Kwa hiyo kwa mambo hayo kwa ujumla yamekuwa yanasaidia sasa jamii kwa pamoja kuona hili jambo la muhimu na kuweza kushiriki kwa pamoja kwenye utekelezaji wa kampeni ya afya na usafi wa mazingira. Na tukumbuke tumehamasisha sana jamii yetu. Tumepita kwenye mikutano mbalimbali kuhamasisha madhara ya kutokuwa na vyoo bora, madhara ya kutokuwa na miundombinu kuna mikono, madhara ya kujisaidia kwenye maeneo ambayo sio rasmi, na pia sasa ile limewatengenezea hofu wananchi na kuwajengea uelewa. Hata sasa wananchi wamekuwa na wenyewe moja kwa moja wanashiriki moja kwa moja kwenye ukarabati au ujenzi wa hivi vyoo bora. Na ikumbuke hata saizi ukienda kwa mtu yeyote unaweza kuta ameharibikiwa nyumba au nyumba imezuliwa au choo kimetitia. Huwezi kutumia nguvu kubwa tena kumwanza kumhamasisha, kwa sababu ashajua umuhimu. Yeye mwenyewe anaanza kujenga choo pasipo kushurutishwa. Kwa tunachoshukuru kwamba jamii imeelewa. Jamii imeelewa, viongozi wameelewa. Alafu wote wamekuwa na kitu cha pamoja. Wanashiriki kwa pamoja, wanafanya kazi hizi kwa pamoja. Na ndio jambo ambalo limeleta mafanikio mpaka leo Njombe tunapozungumza, kiukweli hatuna kaya hata moja ambayo haina choo. Na sio choo tu, haina choo bora. Majina naitwa Agata Mhaiki, katibu tawala wa wilaya ya Njombe. Katika wilaya ya Njombe sisi tumetokea kuwa vinara wa usafi wa mazingira kitaifa, na Njombe kiujumla kama mkoa nao pia umetoka kidedea kuwa kinara wa usafi wa mazingira kitaifa, kitu ambacho kimepelekea tumepewa zawadi mbalimbali, ikiwemo kupewa gari jipya kama zawadi katika mashindano haya. Sisi kama wilaya ya Njombe tuna mikakati ambayo tunaitumia kila siku kuhamasisha wananchi wetu kuendelea kufanya usafi ili tuendelee kuboresha mazingira.
Na katika jitihada hizo tunahusisha wanavijiji wote, wenyekiti wa vijiji, watendaji, pamoja na serikali ya wilaya kiujumla. Tunakaa vikao, ila tunahakikisha kila eneo ambalo wananchi wanapita, maeneo ya makutano, yanakuwa na madustbin, tuna vyoo katika kila kaya. Kila shule katika wilaya ya Njombe ina choo, na si choo tu, choo cha kisasa, choo ambacho tunahakikisha ni vyoo vyenye standard ya hali ya juu. Kwa hiyo swala la usafi, swala la maliwato kwenye vijiji vyetu vya Njombe, kwenye kaya za Njombe ni jambo la kawaida. Ila pia katika maeneo ya mikusanyiko huwa tunahakikisha kwamba kuna madustbin kwa ajili ya kutupa takataka. Ila yale maelekezo ya kila mwisho wa mwezi kufanya usafi kama usafi wa mazingira kwa pamoja ni kitu ambacho tunakifanya endelevu, na kila wiki, kila mwisho wa wiki tunafanya usafi kwa pamoja. Ila zaidi ya hapo, halmashauri zote zina magari ya kutosha kwa ajili ya kukusanya taka, haswa maeneo ya mjini ambayo yana watu wengi na hamna madampo ya karibu. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya jitihada ambayo serikali, halmashauri tunazifanya. Ila katika kila mikutano ambayo tunafanya na wanavijiji, ngazi za kata, ngazi za halmashauri, ngazi za kimkoa, za kiwilaya, ni kitu ambacho tunasisitiza. Swala la usafi wa mazingira, usafi binafsi, usafi kwenye kaya ni kitu ambayo ni ajenda endelevu katika wilaya yetu. Majina naitwa Veronica Gerard, katibu tawala wilaya ya Wanging'ombe. Kama kiongozi na mwananchi wa mkoa wa Njombe, ninajisikia fahari kubwa sana kuona mkoa wetu umeibuka kinara katika tuzo za usafi wa mazingira. Hii imeenda kuleta chachu kwa wananchi wote wa mkoa wa Njombe. Sisi usafi ni ajenda ya kudumu katika mikutano yetu yote ya wananchi, lakini pia katika vikao mbalimbali na mikutano ambavyo tunavifanya kama serikali. Hivyo wananchi wa Njombe wamekuwa na mwamko. Usafi unaboresha kwa kiasi kikubwa ustawi wa maisha ya wananchi. Kwanza, kuepuka magonjwa. Kama ambavyo wote tunafahamu, magonjwa mengi ya mlipuko pengine yanasababishwa na hali mbaya ya usafi. Lakini wananchi kuwa katika mazingira bora imewasaidia kuepukana na magonjwa. Hivyo badala ya muda mwingi kutumia katika kwenda kujikinga na magonjwa au katika tiba, muda wao mwingi wanautumia katika shughuli nyingi za kiuchumi. Tunakuwa tumehakikisha kwamba tumeshahamasisha watu wetu. Tunavyo vijiji ambavyo vimekaguliwa, tunazo kaya ambazo zina vyoo bora, lakini kuna vijiji ambavyo tayari vimeshafanywa uhakiki wa ODF na tayari viko tayari kwa ajili ya kukaguliwa. Kwa hiyo hawaji kukurupuka kutukumbusha, hapana. Inaandaliwa kwenye utaratibu na wakishafika vile vijiji vinakuwa tayari viko tayari. Kwa hiyo ndio maana ukuta sisi kila wakati kwa hivyo vigezo 11 vinavyoshindaniwa lazima tutashinda. Kwa mfano sasa hivi ziko hospitali ambazo tayari zimeshaandaliwa. Kuna mitaa ambayo tayari imeshaandaliwa. Ndio maana hata mjini hapo mwaka jana kwa zadi hizo ambazo tumepokea mwaka huu tumeshinda. Kwa hiyo kwa ujumla katika maeneo 11 ambayo yalikuwa yameshindaniwa, maeneo 9 tumeshinda. Zaidi ya maeneo 5 tumekuwa washindi wa kwanza. Na kuna maeneo mengine ambayo yaliyobaki tulikuwa washindi wa pili. Lakini pia tumekuwa washindi wa jumla. Ndio maana pia tumepewa gari kama zawadi ya kitaifa kuhakikisha kwamba tunaendelea kusimamia kampeni ya usafi wa mazingira. Nataka kusema kitu kimoja. Ushahidi ni wa hili linalofanyika ni nini? Ushahidi ni kwamba kama unafanya usafi vizuri na maeneo yanakuwa masafi, tunayo chance kubwa sana ya kupunguza magonjwa. Na ndio maana sisemi kwa ubaya, lakini kwenye kadhia hii ya kipindupindu ambayo imetokea, mkoa wetu sisi hatujapata kipindupindu. Na imetokana na watu kuwa na ile usafi. Na imekuwa ni desturi, imefikia mahali sasa hata ukienda kwenye halmashauri nyingine wanasema tunataka mkoa mzima ndio uwe hivyo, kwamba kila mahali sasa usafi umefanyika na usafi uko maeneo yote. Kwa hiyo ndio hasa ukienda hata kwenye vituo unakuta hata wagonjwa pia ni wachache. Ukiachana swala population kwamba ni ndogo, lakini ukienda pia hata kwenye hospitali zetu magonjwa ya kuharisha, magonjwa ya matumbo hauwezi kukuta watu wako wengi.